Bwana Yesu asifiwe. Ninatumaini uko na muda mzuri na wakati mzuri. Tutaenda kujifunza kichwa kinachosema Mkristo anaweza kutumia teknolojia pasipo kuharibu mahusiano yake na Mungu. Limekaa kwa namna ya swali kwamba ni namna gani ambavyo Mkristo anaweza kutumia teknolojia pasipo kuharibu mahusiano yake na Mungu. Tukienda kwenye neno la Mungu, hasa katika kitabu cha Daniel sura ya 12 mstari wa 4, neno la Mungu linatuambia ya kwamba, lakini wewe Daniel, yafunge maneno haya, ukatie muhuri katika kitabu hata wakati wa mwisho. Wengi watakwenda mbio huko na huko, maarifa yataongezeka. Hii ni namna gani ambavyo Mkristo anaweza kutumia teknolojia pasipo kuharibu mahusiano yake na Mungu. Sasa Mungu hajatuficha kwa habari ya mambo yanayohusika na teknolojia. Ndio maana kwenye hii Daniel 12 mstari wa 4 tunaona kabisa neno linasema, Daniel, uyafunge maneno haya, ukatie muhuri kitabu. Yani ni kuthibitisha juu ya unabii ambao na Daniel alikuwa anauona kwa ajili ya kipindi cha siku za mwisho. Anaendelea mbele, anasema hata wakati wa mwisho. Wakati wa mwisho unaozungumziwa ni huu ambao tunauishi sasa hivi. Kuna mambo ambayo yanaendelea katika jamii ambapo ukitazama tamsikia mtu akisema kwamba kwa haya yanayotokea kweli ni siku za mwisho. Kweli ni siku za mwisho. Kuna taarifa unazisikia za namna hii, taarifa unazisikia za namna hii, mambo ambayo hayako sawa, ambapo ukifuatia kwenye neno la Mungu unaona kabisa kwamba siku tulizo nazo ni siku za mwisho, na ndo siku ambazo Danieli anazizungumzia. Anasema hata wakati wa mwisho. Hapa anaendelea mbele kidogo, anasema wengi watakwenda mbio huku na huko na maarifa yataongezeka. Anapozungumza wengi watakwenda mbio huku na huko, anazungumza kwa habari ya nyakati ama zama tulizo nazo. Kwa mfano Danieli kipindi na wakati anaandika habari hii hapa, teknolojia ilikuwa haijafika katika kiwango ambacho tuko. Walikuwa wanatumia mashua, ambazo mashua hizo zilikuwa kwa huku nchi zetu hizi za Afrika Mashariki tunasema walikuwa wanatumia jahazi. Jahazi ni usafiri wa maji ambao ulikuwa unategemea upepo. Kwa hiyo hadi upepo ufike majira fulani ndio mtu huyu anaweza kasafiri. Lakini hapa neno linavyosema kwamba wengi watakwenda mbio huko na huko, anazungumza kwa habari ya teknolojia, kwamba kwa teknolojia tulizofikia muda huu na wakati huu, kwa sababu kuna kutumia ndege, lakini kwenye meli huko kwenye usafiri wa maji kuna development kubwa sana za engine ambazo ni za meli. Kwa mfano mtu anaweza kaagiza mzigo China ndani ya wiki moja ama wiki mbili ukao umefika, na unaweza umefika katika pwani ya Afrika Mashariki. Naona ni namna gani sasa, na hawategemei tena nini? Hawategemei upepo. Kwa hii inaonyesha kwamba kweli watu watakwenda mbio huko na huko, lakini maarifa yataongezeka. Watu kwenda mbio ni madhara chanya ya teknolojia, na maarifa kuongezeka ni madhara chanya ya teknolojia. Kama ni madhara chanya ya teknolojia, kumbe teknolojia imeletwa specific kwa ajili ya kutusaidia waamini kwanza kuimarisha mahusiano yetu na Mungu. Katika kuimarisha mahusiano yetu na Mungu, moja ya kitu ambacho tunaweza tukawa tunakitazama ni kwenye kutimiza utume mkuu. Kwenye kutimiza utume mkuu, neno la Mungu linasema, enendeni mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi, kiwabatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Mimi niko pamoja nanyi mpaka ukamilifu wa dahari. Sasa kwenye kutimiza utume mkuu, kwa sababu wengi watakwenda mbio huku na huko na maarifa yataongezeka, kupitia teknolojia sasa inatakiwa itumike kama tool ya kutusaidia sisi kuihubiri injili ya Mungu kwa namna ambayo inatakiwa iwafikie watu wengi. Kwa mfano, naweza nikatoka hapa nilipo katika mji ambao nipo ama katika taifa ambalo nipo, nikaenda kwenye taifa jingine kwa muda mfupi, kwa muda mchache. Probably naweza nikatoka hapa Tanzania nikaenda Nigeria, let's say labda kuhubiri injili, ama Nigeria katoka Nigeria akaja Tanzania kuhubiri injili. Lakini kinachomsaidia kufanya kitu hiki hapa ni kwa sababu ya teknolojia. Ni kwa sababu ya nini? Ya teknolojia na maarifa kuongezeka. Kwa hiyo sasa huu ndo wakati wa mwisho na maarifa yanaongezeka kwa njia ya teknolojia. Sasa inatakiwa itumike hii teknolojia kunisaidia mimi, kusaidie wewe muamini kuifikisha injili mbali. Sio tu kuifikisha injili mbali, lakini isitumike kukurudisha wewe nyuma. Kwa hiyo unapokuwa ukitumia mitandao let's say ya kijamii, ama unavotumia website, unavotumia
Yes, mtandao wa internet, maana sasa kwenye mtandao wa internet ndo kuna mambo ya website. Neno la Mungu linatuambia katika Warumi 8:14 ya kwamba kwa kuwa wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu hao ndio wana wa Mungu. Kwa hiyo unapokuwa ukitumia hii mitandao ya kijamii unapaswa kuongozwa na nani? Na Roho wa Mungu. Na mwingine unaingia kwenye internet, unaingia kwenye mitandao ya kijamii, omba Mungu akusaidie kwa namna ambavyo unaendelea, kwa namna ambavyo unavifanya, uvifanye kwa kuongozwa na Roho wa Mungu, kwa sababu ukiongozwa na Roho wa Mungu utaitumia hii mitandao, utaitumia hii internet, mtandao wa internet kwa namna ya kukusaidia wewe na sio namna ya kukupoteza wewe. Mungu akubariki. Nihitimishe kwa kufanya sala kwa muda mfupi kwa ajili yako. Tuombe. Mungu, tunasema asante kwa wema na fadhili zako, tunakubariki, tunakutukuza. Wewe ni Mungu, zaidi yako hakuna Mungu mwingine kama wewe. Asante kwa neema hii ambayo umetupa kuwa na teknolojia, na umeikusudia kabisa teknolojia kwa ajili ya kuwafikia watu wengi, na tunawafikia watu wengi kutokana na kwamba maarifa yameongezeka. Kupitia hayo maarifa tusaidie, Mfalme wa amani, maarifa yao yatusaidie kuimarisha uhusiano wetu sisi Mungu na wewe. Zaidi ya yote kupitia internet, Mfalme wa amani, tuzidi kuwa karibu na wewe kwa kujifunza mambo yanayotusaidia sisi kukujua wewe Mungu wetu. Kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu ninaomba na kushukuru. Amen.